بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 6 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu az-zakah kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Hukumu ya zaka katika dhahabu anaoivaa mwanamke kwa ajili ya mapambo. Naomba hapa pasikilizwe vizuri kwa sababu hili swali mara nyingi la rejelea. Al-huli al-mu'addu lizina au lilubsi, dhahabu na fedha ambayo imewekwa kwa ajili ya mapambo ya mwanamke, kwa ajili ya kuvaa, dhahabu ambazo ziko katika majumba ya wanawake na fedha. اختلف العلماء في وجوب زكاته، ومختلفيان wanaovioni katika uwajibu wa zaka kama tulivyotaja hapa. فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته، مذهب ya Abu Hanifa الحنفية wakaenda kuwa ni wajib kutolea zaka dhahabu ambayo ni ya mapambo ya mwanamke. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب. na jumhur ulama ambao ni wengi katika wanaovioni almalikiya washafi'iyya walhanabila wamekwenda kwa kauli kuwa sio wajibu. Lakini hapa nataka kuwafunza kitu, na pia najifunza nafsi yangu jambo. Sio kila kauli ambayo imesemwa na jumhur ndiyo kauli yenye nguvu. Kinachozingatiwa ni dalili. Tafahamiana? Usiseme kwa lakini wengi wamekwenda hivi kwa hivyo mimi nenda huko. Itaangaliwa dalili. Hata kama mtu amebakia mmoja peke yake ana hujja na dalili, ile dalili ndio itakayofuatwa. والقول الراجح والله أعلم هو ما ذهبت إليه الحنفية. na kauli yenye nguvu katika swala hili wallahu a'lam ni kauli waliokwenda nayo al-Hanafiyya. kwa nini? liadillatin kathira, kwa dalili nyingi ambazo wanazozitegemea wao. minha, miongoni mwa hizi dalili, ya kwanza عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره. kuenea kwa dalili zinazotuonyesha uwajibu wa kutoa zaka ya dhahab na fidda bila ya kutofautisha baina ya zaka ya dhahabu ambao ni pambo au ya kutumika na dhahabu nyinginezo. Bimaana zile dalili zilivyokuja zimekuja dalili zikakusanya dhahabu zote na fedha zote, haikutofautisha. Tuelewana hapo? Kwa hiyo wewe unayekuja ukasema kuwa lakini hii vile yatumika na mwanamke haitolewi zaka na hii nyingine, itabidi ulete nini? Ulete dalili ya takhsis. Na hakuna dalili ya takhsis. dalili ya pili, an Aisha, apokea hadithi nani? Aisha, ambao pia ametajwa katika wale masahaba watano. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، عائشة رضي الله عنها مكيوه متوم صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. الفتخات الخواتيم الكبار.
Mtume sallama aliingia kwangu Aisha sema akaniona nimevaa pete kubwa tena za fidda. Faqala ma hadha ya Aisha, hii nini ewe Aisha? Faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasul Allah. Nasikia vizuri, nimetengeza hizi pete ili kukupambia wewe ya Rasulullah, yani nijipambe kwa ajili yako ya Rasulullah. Kwa hivyo azichukulia za nini? Za mapambo. Qala atuaddina zakatahunna, nasikia vizuri, je wazitolea zaka hizo pete unazozivaa? Wazitolea zaka ama ilikuwa za biashara zile nzikuanza kukodisha zake wazi wazi kuwa mimi nazitumia hizi kwa ajili ya kukupambia wewe ya Rasulullah? Amwambia wazitolea zaka? Qultu la, Aisha kasema la. Qala huwa hasbuki minan nar. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. yakutosheleza kuwa ni katika moto, yani yatosheleza ni adhabu yenye kuumiza kutengenezewa wewe mfano wa hizo pete, kesho uwekewe za moto. Yatosheleza kuwa ni adhabu ya kuumiza ikiwa huzitolei nini? Huzitolei zaka. Hadithi inahitaji ya kwanza, mwanzo tumetaja kauli ya kuwa adilla zote zaelekea katika hivyo, umum al-adilla. Hiyo ni hadithi ya kwanza tumetaja. Hadithi nyingine, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. mwanamke mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na binti yake. wa fi yadi ibnatiha masakatani, na katika mkono wa binti yake alikuwa na bangili mbili, ghalidhatani min dhahabin, tena bangili nzito za dhahabu. Faqala laha atu'tina zakata hadha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia watoa zaka ya hizo bangili ulizovaa? Qalat la, yule mama akasema la. Qala ayasurruki an yusawwiraki Allahu bihima yawma alqiyamati siwarain min nar, je wafurahia Allah akutengezee siku ya kiyama bangili mbili za moto akuvike? Qala fakhala'tuhuma, nikazitoa zile bangili. Faalqaituhuma ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, nikamwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqalat, kisha akasema huma lillahi azza wa jalla wa li rasulihi, nimezitoa sadaqa kwa ajili ya Allah na mtume wake. Rawahu Abu Daud والنسائي وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. yatosha kuwa ni hujja, sio? Sasa aje mtu akwambie kwa lakini mwanachuoni fulani anasema hivi na mwanachuoni fulani anasema hivi na mwanachuoni yule anasema hivi na mwanachuoni, shekhe, basi kwisha. Hadithi ya Mtume sallama iko wazi, alhamdulillah. wala hujjata li ahadin ba'da qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu ana hujja yoyote baada ya maneno ya Mtume sallam sahih. Maadamu zimethubutu hizi hadithi, basi ndiyo madhhabi ya Shafi'i, ndiyo madhhabi ya Malik, ndiyo madhhabi ya Ahmad, na wote wamesema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi. Sasa hapa kuna masuala mengine ambayo yafuata. Sasa kwa mfano, sasa ndiyo mara ya kwanza kusikia maneno haya tunaoyasema sisi, mwanamke ambaye alikuwa miaka yote atoi zaka amejua sasa baada ya kusikia hadithi hizi, nasema kumbe ni wajibu. Ni wajibu. Sasa nitafanyaje yale miaka yote yale yaliyopita? Nitafanyaje mimi? Pengine hizi dhahabu zilifika nisab miaka 20 iliyopita na sikutoa zaka hata mwaka mmoja. Suila Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala an imra'atin kana 'indaha huli lizina
وبقي عندها سنوات. aliulizwa Sheikh bin Baz rahimahullah kuhusu mwanamke ambaye alikuwa na dhahabu za mapambo zimebakia kwake yeye miaka. thumma alimat biwujubi zakati fihi, kisha akafahamu baadaye kuwa ni wajibu kuzitolea zaka. fahal yalzamuha ikhraju zakati an as-sanawati al-madhiya, je itamwajibika yeye kutolea zaka yale miaka yote iliyopita? faajaba, akajibu Sheikh Ibn Baz rahimahullah, yajibu alayki az-zaka min hini alimti wujubiha fil huli, wajibu wa zaka kwako wewe ni kuanzia pale ulipojua kuwa zile dhahabu za kuvaa na fedha zina zaka. Kwa pale ulipojua pale ndio yaanza uwajibu wa zaka. wa amma ma madha qabla ilmiki falaysa alayki zakah, ama yale miaka yaliyopita kabla wewe kujua, basi ilikuwa si wajibu kwako wewe kutolea nini? Kutolea zaka. لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم، وسبب أحكام ذاك الشريعة زملزم مجا بعد يكجوا، أما قبل يكجوا haisabiwi huko. Tumeelewana? Jambo lingine ambalo ni muhimu kueleweka, zakatul huli almuaddu lilisti'mal inma tajibu fihi idha kana min adh-dhahabi au al-fidda. Zaka ya mapambo ya mwanamke anayovaa na kutumia ikiwa tafika nisab, wajibu wa kutolewa zaka ni katika dhahabu na fedha peke yake. وعلى هذا فالمجوهرات hizi yani nyingine, jauhar nyingine kama kwa mfano almasi, ana lu'lu na nyinginezo amezinunua, idha kanat min ghairi adh-dhahabi wal-fidda fala zakata fiha, hizo hazina zaka maadamu si dhahabu wala si fidda, hazina nini? Hazina zaka. Jambo lingine ambalo ni muhimu pia naligusia kama faida, az-zakatu tajibu ala maliki al-huli la ala az-zawj. Zaka, na hili swali laulizwa sana, ni uwajibu kwa yule anayemiliki zile dhahabu ama fedha, wala sio kwa mume. Unaweza mume wangu atanilipia, yeye ndio yavaa, si zako. Kwa hivyo ni juu yako wewe mwanamke kujitolea zaka, wala sio jukumu la mwanamume. Bimaana yule mwanamume akisema mimi sitoi, hana dhambi wala uzito wowote kisheria. Tuelewana sio hapo? طيب. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ابن باز رحمه الله أسمى والزكاة على مالكة الحلي، نزكاة ni kwa yule mwanamke anayemiliki yale mapambo au zile dhahabu zile na fedha. wa idha addaha zawjuha au ghayruhu anha biidhniha fala bas, ikiwa mumewe ataamua kumlipia mkewe kwa idhni yake yule mke, basi yajuzu, wala hakuna matatizo yoyote, atamlipia na itajuzu ile zaka. bali yujzi ikhrajuha min qimatihi, yatosheleza kutoa katika qima, yani pesa. Tuseme imewajibika kwake yeye kutoa zaka gramu moja, mfano akaangalia katika soko gramu moja ni bei gani, atatoa nini? Pesa, yajuzu. kullama hala alaiha alhawl, kila inapopita mwaka, hasba qimati aldhahab walfidda fi as-suqi 'inda tamami alhawli, kulingana na bei ya dhahabu na fedha sokoni wakati inapotimia hauli. Bimaana siseme lakini mimi nizinunua bei ya chini, lakini sasa zimepanda. Kwa hivyo itaangaliwa bei ya pale unapotaka kutoa nini, unapotaka kutoa zaka, pale ndio yaangaliwa bei. Tumeelewana hapo? Kwa hivyo uwajibu wa kutoa zaka katika dhahabu na fedha ni kwa yule anayefanya nini, anayemiliki, awe ni mume awe ni mke. Yule anayemiliki ndio anaitoa nini,
anayetoa zaka, wala sio wajibu kwa mumewe kukutolea wewe zaka, ni khiari yake. Mpaka hapa tunaelewana? Kiwango gani cha tolewa tumezungumzia jana kuwa ni 2% na 2.5%, 2.5%. Kwa hivyo katika gramu 100 utatoa gramu ngapi? Kwa mfano gramu 2.5. Sawa. Kuna swali pia laulizwa, ndio maana nikamwambia tuzungumze kesho, lakini haya maswali mpaka niyamalize hapa, sababu haya maswali nishaulizwa hata hapa. Kwa mfano, mtu ana binti zake ameonunulia dhahabu, zaka yao italipwa vipi? Je, atakusanya zile dhahabu za binti wake wote azikusanye pamoja kisha azitolee zaka, ama atafanya vipi? Nafikiri swali muhimu sana kulifahamu. الاعتبار في وجوب الزكاة في حلي البنات الصغار بالملك، ili jambo muhimu sana lieleweke. Mazingatio katika kuwatolea zaka dhahabu na fedha ya watoto wa kike wale kiwa wametengezewa dhahabu kwa mfano, yazingatiwa ni nani anayemiliki zile dhahabu, nani anayemiliki. Fa in kana alhuli almas'ul anhu la zala fi mulki fi mulk lilab, ikiwa hii inauliziwa sahihi, tuseme hili swali limeulizwa la hii dhahabu bado ni milki ya yule baba. Kwa mfano yule baba ndio anayemiliki, amewapa tu watoto wake fanya nini? Watumie. Wa inna ma a'tahu banatahu liajli at-tahalli bihi wajaba alayhi madha zakatu. Hapa itakuwa ni wajibu kwa yule baba kutolea zaka ile mapambo alionunulia watoto wake, sababu bado ni yake, amewapa tu watumie. Liannahu yakunu malikan linnisab, sababu katika hali kama yeye ndio anamiliki nini? Nisab. Muelewa mpaka hapo? طيب. أما إذا كان قد أعطى الحلي لكل واحدة من بناته على أنه ملك لها, أما ikiwa kila binti amempa kabisa ni yake yeye, si yake yeye tena baba, amewapa ni yule binti, kwa hivyo ameitoa, katika hali kama hii fala zakata fi hadha alhuli, katika hali kama hii itakuwa hakuna zaka katika dhahabu hii, lianna kulla wahidatin min albanat la tamliku nisaban illa lam yablugh an-nisab. Ikiwa haitofika nisab haitakuwa na zaka. Ikiwa mpaka ikusanywe ndio ifike nisab kwa mfano, hatumwambii azikusanye kwa sababu kila mmoja amiliki nini? Amiliki yake. Tumeelewana sio hapo? Lakini ikifika nisab kila mmoja atawajibika kufanya nini? Kutolea zaka. Ama ikiwa haifiki nisab mpaka zikusanywe pamoja, hatumwambii azikusanye pamoja maadamu amewapa ni milki yao. Tuelewana? طيب. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى aliulizwa swali kama hili, rajulun indahu banat qad a'tahunna huliyan, mpaka mwisho ile swali, lakini imefanana haya masala tulizozungumza. Akasema in kana a'tahunna hadha alhuli ala sabil al'ariya falhuli mulku, ikiwa amewapa tu kwa kuwazima basi bado ile dhahabu ni yake yeye. Wayajibu alayhi an yajma'ahu jami'an, itakuwa ni wajibu kwake yeye kuzikusanya zote. Fa idha balagha an-nisab adda zakatahu, ikiwa itafika nisab atalipa zaka, katika hali kama atalipa zaka. Wa in kana a'ta banatahu hadha al-huli ala annahu mulkun lahunna, ama ikiwa amewapa wamiliki kabisa ile dhahabu, fa innahu la yajibu an yajma'a huli kulla wahidatin ila huli al-ukhra, hapa haitawajibika kwake yeye kukusanya eti dhahabu ya huyu na ya huyu na ya huyu kuzichanganya pamoja, la, lianna kulla wahidatin mulkuha munfarid anil ukhra, kwa sababu kila mmoja amiliki tofauti na mwenzake. Hapa ashawapa kila mmoja amiliki yake. Nafikiri hili swala liko wazi, tuko pamoja sio? Bado kuna masala mengine moja nitakuja kuyazungumza kesho inshallah biidhnillah ya dhahabu, na ni muhimu kuyazungumzia inshallah. Tutayazungumzia kesho biidhnillah taala kwa sababu ya wakati, kisha tujaribu kumalizia kile kilichobakia katika mlango huu. Tukimaliza tuingie zakatu urud at-tijara biidhnillah taala. Naktafi bihadha qadr, wallahu taala a'lam.
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.